Wiki hii tumepewa neno kuu ambalo linatuongoza Injili ya Mathayo mlango wa 26 mstari ule wa 41. Neno kuu ndilo linatubeba pale Mathayo 26 mstari wa 41. Anasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo ndilo neno ambalo linatuongoza, na siku hii ya kwanza tuna mada inasema maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Lengo kuu ni kumjengea muumini awe na maisha ya maombi yenye kina na nidhamu, lakini yanayoleta matokeo. Ni kumjengea muumini awe na maisha ya maombi yenye kina na nidhamu, lakini pia yanayoleta matokeo. Kwa hiyo jioni hii ya leo tutazungumza kidogo juu ya maana ya maombi. Maana ya maombi. Kipengele ambacho tutazungumza jioni ya leo. Maana ya maombi. Ndio mada tunayo tembea nayo kwa leo, juu ya maana ya maombi, lakini pia umuhimu wa maombi. Maombi sio maneno mengi. Maombi ni mpangilio. Na kwa sababu hiyo ni lazima maombi yaombwe katika utulivu, lakini pia katika kutafakari. Nimesema maombi sio maneno mengi, lakini maombi ni mpangilio. Maombi yanahusu moyo zaidi kabla ya maneno. Kwa hiyo ni muhimu kabla ya kuomba ukapata muda wa kutulia, ukapata muda wa kutafakari, kwa sababu hii itakupa maana zaidi kwamba ninakwenda kuomba nini. Maana umekuwa na muda wa kutulia, lakini pia umekuwa na muda wa kutafakari, ninaenda kuomba nini. Kwa hiyo kabla ya kuingia kwenye chumba cha maombi au mahali pa faragha kuomba, pata nafasi ya kutulia kwanza, lakini pata nafasi pia ya kutafakari unachokwenda kuomba. Nini unaenda kusema na Mungu wako? Nini unapeleka kwenye madhabahu ya Mungu wako? Usiende haraka haraka. Usifanye haraka kuingia kwenye chumba cha maombi haujatafakari unaomba nini, haujatulia. Kwa hiyo pata muda wa kutulia, wa kusema na baba yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi, jambo la kwanza, maombi ni mawasiliano. Maombi ni mawasiliano. Tunaenda kuzungumza na Mungu kwa njia ya maombi. Kwa hiyo yanatupa muda wa kuwasiliana na Mungu juu ya mahitaji tuliyo nayo. Yanatupa muda wa kupeleka vilivyoko moyoni mwetu kwa Mungu aliye hai. Ni kama mtoto anavyozungumza na baba yake.
anavyowasiliana na baba yake, ndivyo maombi yanatupeleka kuwasiliana na Mungu wetu, kuzungumza na Mungu wetu juu ya uhitaji tulionao wa ndani, juu ya mahali tunakopita, tunataka kuwasiliana na Mungu. Kwa hiyo maombi ni mawasiliano, yanakupeleka moja kwa moja kuzungumza na Mungu wako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi ni mawasiliano. Lakini tunaweza tukasema jambo lingine, maombi ni ushirika. Maombi ni ushirika, si kutoa mahitaji tu, bali kukaa na Mungu. Maombi ni ushirika, sio tu kutoa mahitaji, bali ni kukaa na Mungu, kuzungumza naye. Zaburi ya 63 mstari wa 1. Daudi anamtafuta Mungu, ana kiu na Mungu. Zaburi ya 63 kifungu kile cha 1. Maombi ni ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwenye maombi kushirikiana. Daudi anazungumza juu ya kuwa na kiu na Mungu wake. Anamtafuta Mungu wake. Kwa hiyo maombi, tunapozungumza juu ya maombi, tunamaanisha ushirika, mimi na wewe, wewe na Mungu. Unakuwa karibu na Mungu, kushirikiana naye, unazungumza naye, unamueleza na unapata nafasi pia ya kumsikia yeye akisema na wewe, akiongea na wewe. Unapata nafasi ya kuwa karibu na yeye, kushirikiana juu ya vile ambavyo wewe unataka kuvipeleka kwa Mungu aliye hai. Maombi ni ushirika. Daudi anasema moyo wake una kiu, ana kiu. Zaburi ya 63 mstari ule wa 1. Kwa hiyo unaweza ukasoma pale na ukaendelea kusoma. Hebu Roho Mtakatifu akusaidie kuwa na ushirika na Mungu wako. Kadiri muda unakwenda, sogeza ukaribu wako na Mungu aliye hai. Hakuna raha duniani kama ya kusema na Mungu, kushirikiana na Mungu aliye hai. Kwa maombi yanatusogeza, lakini yanatufanya tushirikiane na Mungu. Ngoja nikuambie kitu cha ajabu. Sikiliza. Hakuna mtu aliyeumbwa kukuombea wewe, ila pia wewe unaweza kuomba. Sijui kama tumeelewana jamani. Ngoja nirudie tena. Hakuna aliyeumbwa kukuombea wewe. Yaani hauna mahali pa kupeleka mahitaji yako, kwamba unapeleka kwa mtu fulani ili ya kuombee. Hapana, tumeruhusiwa sisi sote kupeleka mahitaji yetu mbele za Mungu aliye hai. Kwa hiyo tunaweza kuomba na tukaendelea kuomba na tukamwona Mungu akifanya yale ambayo tunatamani yafanye. Kwa hiyo hakuna mtu binafsi wa kukuombea wewe, ila wewe binafsi unaweza kuomba na Mungu akasikia, na Mungu akatenda, na Mungu akafanya. Kitu gani? Wewe binafsi unaweza ukashirikiana na Mungu aliye hai. Yaani maombi yangu jioni ya leo, Roho Mtakatifu akuunganishe na Mungu aliye hai juu ya mahitaji ulionayo. Jamani, haleluya. Lakini tunaweza tukasema jambo lingine, maombi ni tendo la imani. Maombi ni tendo la imani. Huonyesha tunamwamini Mungu kuwa anasikia na anajibu. Kwamba unapoenda kwenye maombi kuomba, umeonyesha tendo la imani kwa unayemuomba, kwamba una uhakika amesikia, lakini una uhakika anajibu. Kwa hiyo tunazungumza kwa lugha nyingine kuwa maombi
ni tendo la kiimani. Unapoingia kwenye madhabahu ya Mungu, unapoingia mahali pa faragha kusema na Mungu wako, umeonyesha imani kwa Mungu wako kuwa yeye anasikia, kuwa yeye anatenda. Hata kuja hapa jioni ya leo, hilo ni tendo la imani. Ninaomba na wewe uliyekanyaga hapa, Mungu akujibu kwa wakati. Mungu akujibu kwa wakati, tena kwa muda ambao unakubalika. Upokee majibu ya maombi yako katika jina la Yesu. Jamani, haleluya. Kama uko na jirani yako, mwambie jiandae kupokea majibu ya maombi yako. Haiwezekani wewe umeacha vyote, umeacha kwenda mahali ulikuwa umealikwa, alafu ukaja hapa Mungu asikujibu. Imani yako imekuponya. Imani yako imekufanya wewe upokee majibu ya maombi yako. Kwa hiyo nyanyua kiwango chako katika kuyapokea hayo kwa imani. Na jioni ya leo mbingu ziwe wazi kwa ajili yako. Kama ni kubarikiwa, Mungu wa mbinguni akubariki. Kama ni kukufuta machozi, Mungu wa mbinguni akufute machozi. Upokee kwa imani sawa sawa na haja ya moyo wako. Kama unaamini, sema kwa imani inawezekana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunaomba? Umuhimu wa maombi. Kwa nini tunaomba? Maombi siyo ibada ya maneno, ni uhusiano hai kati ya mwanadamu na Mungu wake. Maombi siyo tu ibada iliyobeba maneno. Maombi ni ibada iliyo hai ambayo inakusogeza wewe karibu na Mungu aliye hai. Kwa hiyo hatuendi kuomba kwa sababu tuna maneno mengi ya kujieleza. Tunaenda kuomba kwa sababu maombi yanasababisha uhai kati ya mimi na Mungu aliye hai, kati ya wewe na kizazi chako. Maombi yanaleta uhai, yanafanya wewe uimarike kiroho zaidi, uendelee kuwa hai zaidi. Kwa nini? Umeomba, na maombi yanasababisha nguvu ya uhai ndani yako. Na ninaomba na wewe uendelee kuwa hai katika jina la Yesu. Maombi. Lakini tunaweza tukasema, moja, maombi hujenga uhusiano na Mungu. Maombi hujenga uhusiano na Mungu. Kadiri unavyoomba ndivyo unamkaribia Mungu. Kadiri unavyoomba ndivyo wewe unamkaribia Mungu. Kadiri unavyoomba. Kwa hiyo maombi yanaimarisha uhusiano. Uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu, kati ya mwanadamu na Mungu wake. Uhusiano unajengeka kuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo unapotaka kupandisha kiwango chako cha mahusiano na Mungu aliye hai, omba. Unapotaka kumkaribia Mungu kwa viwango vikubwa zaidi, jifunze kuomba. Kadri unavyoomba unaongeza mahusiano yako na Mungu. Kadri unavyomkaribia Mungu ndivyo uhusiano wako kati ya wewe na Mungu unakuwa mkubwa zaidi. Kwa nini unaomba? Na kwa sababu unaomba, mahusiano yanakuwa makubwa kati ya kwako na Mungu aliye hai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua hili, ukipata nafasi, kasome kitabu cha Hesabu mlango wa 12. Utaona Musa, jinsi ambavyo Mungu aliimarisha mahusiano kati ya Musa na yeye. Ndio maana unaona anamwambia Huri, anamwambia Miriam, akiwapo nabii kati yenu, nitasema naye katika maono na katika ndoto. Lakini anasema sivyo kwa mtumishi wangu Musa. Anasema yeye ataliona umbo wangu. Alafu anasema nitasema naye mdomo kwa mdomo, uso kwa uso, nitaonana naye.
Kwa nini? Yale mahusiano ya Musa na Mungu hayakuwa ya kawaida. Ndio maana anawaambia wengine, nyie nitaongea na nyie kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, lakini ikifika kwa Musa nitaongea naye mdomo kwa mdomo, uso kwa uso, mahusiano. Ninaomba na wewe damu ya Yesu iliyomwajika pale msalabani iimarishe mahusiano yako kati ya wewe na Mungu yawe makubwa zaidi, ili vita inapoinuka Mungu akutetee, Mungu awe upande wako. Na Mungu akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? Unashinda na zaidi ya kushinda, maana Mungu aliye hai yuko upande wako. Imarisha mahusiano, imarisha mahusiano. Lakini jambo lingine tunalolipata tunapokwenda kwenye maombi, tunatiwa nguvu, tunatiwa nguvu za kiroho, tunatiwa nguvu ya kiroho. Yani faida ya kukaa kwenye maombi na kuingia kwenye maombi, nguvu zinaongezeka. Ndio maana amesema ombeni msije mkaingia majaribuni. Roho irazi ila mwili ni dhaifu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, unapokwenda kwenye maombi, Mungu aliye hai anaubeba udhaifu wako. Anapoubeba udhaifu wako, anairuhusu nguvu yake kutimilika juu ya maisha yako, kutimilika. Unaongezewa uwezo wa kiroho, nguvu ya kiroho inaongezeka. Naomba jioni ya leo mtu mmoja aliyekanyaga hapa, hicho kiwango ulichonacho cha nguvu za Mungu kiongezeke, kiwe kikubwa zaidi kutoka mahali uliko, kipande kiwe cha juu zaidi. Hautakuwa kama jana, wala hautafanana kama yule ambaye hajaja hapa. Naomba wewe uongezewe uwezo zaidi. Yaani kuna saa nguvu zikiongezeka ndani, zinakuruhusu wewe kufanya mambo makubwa ya kimungu ndani yako, maana umeongezeka. Kuna kitu kimeongezeka. Hebu kama uko na jirani yako, muangalie vizuri, muulize, wewe kuna kitu kimeongezeka kweli ndani yako? Au yuko kawaida? Naomba Mungu akuongezee nguvu leo. Kuna vitu duniani huwezi kuviweza kama hauna nguvu. Kuna mazingira ukiingia huwezi kushindana kama hauna nguvu. Ili uweze kushindana, lazima uwe na nguvu ya kutosha ya kushindana na hizo roho. Sasa wana wa Mungu tunaongezewa nguvu. Majira tulionayo sio ya kawaida, yamejaa majaribu, yamejaa changamoto, yamejaa vita. Ili tushinde, lazima tuwe na uwezo wa kutosha wa kiroho unaotusaidia kushinda. Kwa hiyo lazima wewe binafsi uongezewe nguvu. Na jioni ya leo, pokea uwezo katika Mungu aliye hai. Pokea nguvu katika Mungu aliye hai. Usiwe wa kawaida, bali nguvu ziongezeke na zizidi kuongezeka. Kama unaamini, saidia kumpa Yesu makofi mengi na vigelegele tena. Haleluya, haleluya. Hayo makofi hayatoshi kwa watu walioongezewa nguvu na wenye nguvu ya kiroho ndani yao. Pokea nguvu jioni ya leo. Kama ulikuwa chini, pokea neema. Ulikuwa uwezi kuomba lisali moja, pokea nguvu ya kuomba masaa 2 matatu. Hiyo neema iongezeke na izidi kuongezeka. Mungu akupe neema na uwezo wa ajabu, usiwe wa kawaida. Pokea kwa imani katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Pe Yesu makofi mengi mengi tena na vigelegele. Haleluya, haleluya. Lazima tuwe na kanisa lenye nguvu, na sio nguvu ya kimwili, nguvu ya kiroho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, lazima uwe na nguvu ya kiroho ndani yako. Kuna mhubiri mmoja alikuwa anahubiri pale Dodoma, Kibaigwa pale. Huyu baba alikuwa na hubiri kweli. Mungu alimpa mafuta ya kuhubiri. Kwa siku ya kwanza Mungu alifanya mambo ya ajabu sana.
Siku ya pili yakafanyika ya ajabu sana. Ya tatu wachawi wakakasirika wa eneo. Wachawi wa eneo wakakasirika. Wakasema huyu amekuja kwetu kuharibia. Amekuja kwetu kutuzuilia mambo yetu yasiende. Kwa hiyo tutapambana naye, tunataka tumuondoe. Wakaenda loji alikokuwa amelala. Wakajaribu kumuua kwenye usingizi, ikashindikana. Nguvu aliyokuwa nayo haikuwa ya kawaida. Wao walifikiri ya kwamba yule bwana nguvu anayotembea nayo ni ya kawaida. Kumbe ndani amebeba mafuta ambayo siyo ya kawaida. Walipoona wameshindwa, wakaomba msaada kwa mchawi namba 3 Tanzania. Mchawi namba 3 Tanzania sio mtu wa kawaida. Ni mtu anamiliki nguvu za kichawi ambazo sio za kawaida. Yule bwana akaitwa Dar es Salaam kwenda Dodoma kwa gharama ya milioni 15. Akamuondoe mhubiri mmoja tu. Milioni 15 sio mchezo. Akaona nitaachaje hela nyingi namna hii. Akashuka pale Kibaigwa kama kawaida. Akawaambia wazee, huyu namuondoa usiku wa leo. Na ama naye ana kisu chake fulani, akikutokea nacho kwenye usingizi akakuchoma tu, unafia moja kwa moja kule. Siku ya Jumatano akamtokea mhubiri yule akiwa amelala, akamchoma kisu tumboni saa 7 ya usiku. Alafu akarudi pembeni kuangalia kama kisu chake kimeleta matokeo. Baada ya dakika 5 Mungu aliye hai akamuinua yule mhubiri, akapiga magoti. Jamaa yuko pembeni, mhubiri yule akapiga magoti akamwambia Yesu, asante kwa sababu zoezi la kutaka kuniua limefeli na kazi inaendelea. Cheki hiyo nguvu iliyokuwa juu yake. Wewe unafanya maombi na aliyetaka kukumaliza yuko hapo karibu na anasikia ukiomba. Hivi alijisikiaje yule jamaa? Nguvu. Kuna vitu duniani ili upite salama lazima uwe na nguvu ya kiroho ndani yako. Jamaa akasema huyu mhubiri sio wa kawaida. Huyu jamaa kuna kitu amemezeshwa. Jamaa alikuwa hajamezeshwa chochote, ila alikuwa amemmeza Yesu aliye hai. Wangeweza kumuua Yesu na yeye angekufa, lakini alikuwa amemmeza Yesu aliye hai. Nataka nikwambie jioni ya leo, na wewe ummeze Yesu aliye hai. Kila wakitaka kukuua hautakufa, bali utaishi ili uyasimulie matendo ya Mungu aliye hai. Ninaomba uongezewe nguvu na uwe na nguvu na uwe na uwezo katika jina la Yesu. Saidie kumpa Yesu makofi na vigelegele tena jioni hii ya leo. Utiwe nguvu na Mungu aliye hai, utiwe nguvu na Roho Mtakatifu. Kwenye vita ulio nayo uongezewe nguvu tena. Kwenye majaribu ulio nayo uongezewe nguvu tena. Kwenye changamoto ulio nayo uongezewe nguvu tena. Kwenye udhaifu ulio nao uongezewe nguvu tena. Nguvu na ziteremke juu yako, neema na iteremke juu yako. Mungu aliyewapigania mitume na manabii akupigania na wewe. Aliyekuwa pamoja na wakina Musa awe pamoja na wewe. Aliyekuwa pamoja na wakina Danieli awe pamoja na wewe. Pokea uwezo uongezeke na kuongezeka katika jina la Yesu. Pe Yesu makofi mengi na vigeregere tena. Haleluya, haleluya. Maombi yanatia nguvu. Yanatia nguvu. Lakini jambo lingine, faida nyingine ya maombi, unapoingia kwenye maombi, maombi yanaleta amani ya moyo. Maombi yanaleta amani ya moyo. Mlango wa 4 wa Filipi, mlango wa 4 mstari wa 6 na wa 7. Maombi hubadilisha hofu kuwa amani. Wa Filipi 4:6.
7. Maombi hubadilisha hofu kuwa amani. Na kuna watu wengi wanatembea mioyo yao haina amani, hasa majira haya. Watu wengi amani ya mioyo yao imeondoka. Watu wengi wanaishi kwa hofu, hofu ya maisha, hofu ya mazingira, hofu ya maeneo wanakopitia. Watu wanapita kwenye hofu. Anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno haja zenu sijulikanike kwa Mungu aliye. Maana yeye anajishughulisha sana, anahangaika sana kwa mambo yetu. Ninaomba jioni ya leo Baba wa mbinguni aiondoe hofu yoyote iliyoko ndani yako inayokutengenezea hofu, mazingira yanayokutengenezea hofu yaondolewe, na Mungu wa mbinguni akupe amani katika moyo wako, akupe furaha katika moyo wako. Ufurahi katika Bwana siku zote, uwe na amani siku zote. Nini? Maombi yanaleta amani ya moyo. Asiyekuwa na amani jioni ya leo, pokea amani katika jina la Yesu. Bwana tuliye naye ni Bwana wa amani, ni Mungu wa amani, na siku zote anatupa amani. Hebu saidie kumsalimia tu jirani yako, mwambie uwe na amani siku zote. Mbariki tu jirani yako, hata kama umpendi, mwambie uwe na amani siku zote. Na ninakuombea amani katika jina la Yesu. Mwezi wa 5 Mungu akupe amani kila eneo. Ukienda kwenye biashara Mungu akupe amani. Ukienda shambani Mungu akupe amani. Kile unagusa kwa mikono yako Mungu akupe amani. Unapokutana na marafiki zako Mungu akupe amani. Popote ulipo Mungu akupe amani. Kama walikuwa wamekuibia amani, amani yako irudishwe katika jina la Yesu, iachiliwe katika jina la Yesu. Hiyo amani iwe ya kwako leo, maana tumeumbiwa amani, na kama tumeumbiwa amani, pokea amani katika jina la Yesu, na uwe na amani katika jina la Yesu wa Nazareti aliye. Kama unaamini, saidia kumshangilia Yesu aliye Bwana wa amani, aliye asili ya amani, aliye baraka, aliye uzima. Akupe amani na uzidi kuwa na amani katika jina la Yesu. Kama unaamini, sema kwa imani, inawezekana. Mungu akupe amani. Maombi yanaleta amani. Ukiomba hofu inaondoka. Kama shetani alikuwa anakuambia unakufa hapa, ghafla unasikia pop, amani imekuja, safari inaendelea. Roho Mtakatifu ameleta amani na analeta furaha. Na naomba jioni leo, na wewe uliyekuja hapa, Mungu akupe amani. Mungu akupe amani. Haleluya. Yaani ujisikie raha kuwa ndani ya Yesu Kristo aliyekufia msalabani, aliyekununua kwa damu yake ya thamani. Akupe furaha. Akupe furaha kabisa, usikie raha. Hata kama kuna mtu anakuonaona vibaya, basi Mungu akupe amani. Akiona umeamka asubuhi bado una amani, jioni una amani. Hata kama umekula ugali jana wa mchicha wa kawaida, pokea amani. Haleluya. Hata kama umiliki milioni 100, kuwa na amani basi. Amani ni utajiri wa kila kitu. Yaani wewe huna pesa, una nini, alafu na amani hauna? Hii ni tatizo kubwa sana. Yaani ukose vitu vyote. Naomba Mungu atupe amani. Haleluya. Yaani hatuwezi yaani ukose hiki, ukose alafu na amani pia. Mimi na amani. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Haleluya. Mungu atupe amani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini jambo lingine ambalo maombi yanafanya, maombi hufungua majibu. Hufungua majibu na miujiza ya Mungu hutendeka. Mungu hutenda kupitia maombi. Mungu hutenda kupitia maombi, wapendwa. Maombi yanafungua majibu yaliyozuiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Maombi yanafungua. Maombi yanafanya miujiza. Kuna vitu naomba na vinatokea
kupitia maombi unaona Mungu akitenda, unaona Mungu akifanya. Kitu kinafanya maombi. Maombi. Ukimwona Elia muulize, mvua ilinyeshaje? Alizuia mvua miaka 3 na kupitia maombi akaileta. Kwa hiyo nguvu ya maombi sio ya kawaida. Kuna vitu ili vitokee lazima uombe. Kuna vitu haviwezi kutokea kabisa kama hautaomba. Kuna vitu ili vifanyike lazima ujifunze kuomba. Maombi yanafungua milango, yanaondoa vizuizi juu ya malango. Kwa hiyo kuna vitu ili vitokee juu ya maisha yangu, ili vitokee juu ya maisha yako, lazima mimi binafsi nijifunze kuomba. Miujiza yoyote inatengenezwa na maombi. Miujiza yoyote. Si kizazi hiki sikinataka miujiza. Kile kizazi kinachotaka miujiza. Muujiza hauji tu kwa sababu unakuja. Ukitaka muujiza uje, lazima ujifunze kuomba. Ukiomba Mungu atafanya. Ukiomba Mungu atatenda. Kwa nini yule Mungu wa Elia asitende jambo juu yako? Kama alikuwa na Elia, kwa nini asiwe na wewe? Kwa nini asifanye na wewe? Ninaomba tu angalau mwezi wa 5 Mungu wa mbinguni yule aliyekuwa na Elia na wewe yakutendee jambo ambalo litawashangaza waliokuzunguka, litawashangaza walio karibu na wewe. Wataona mbingu zimefunguka na Mungu wa Elia anaenda kujibu kwa moto. Na ninaomba jioni ya leo Mungu wa Elia aambatanishe maombi yako kwa ishara na maajabu. Yale ambayo unataka yatokee, ninaomba yatokee kwa imani katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mungu wa Elia awe pamoja na wewe. Kama unaamini, saidie kumpa mwenzako 5. Mwambie nina Mungu anayefanya. Mwambie nina Mungu anayetenda. Haleluya. Watu wakengereka haleluya. Ninaomba Mungu wako afanye. Kama alikuwa amenyamaza jana, leo asinyamaze. Kama ulikuwa hujamuona jana, naomba leo ukamuone. Ukitoka hapa kinywa chako kijawe na sifa. Kiseme asante Mungu, niliomba jana na leo nimepokea. Nilikuwa hivi, umenitoa hapa, umenileta hapa. Umenibariki na mimi. Ninaomba Mungu wa Elia, aliyemjibu Elia akujibu na wewe. Omba kwa imani na utapokea kwa imani. Yuko Mungu anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Haleluya. Lakini jambo lingine, faida nyingine, maombi hutusaidia kujua mapenzi ya Mungu. Maombi hutusaidia kujua kitu kinaitwa mapenzi ya Mungu. Tunapata mwongozo wa maisha tunapoenda kuomba. Roho Mtakatifu anaweka ndani yetu mwongozo wa maisha, kuyajua mapenzi, kusudi, lengo. Tunapozungumza habari ya mapenzi, tunazungumza juu ya kusudio. Kile ambacho Mungu amekusudia kifanyike juu yako kinafanyika. Ndiyo maana ya kuomba, ili maombi yalete lile kusudio, lile lengo, kile ambacho Bwana alikusudia kifanyike kiwezi kufanyika. Lakini wewe kuyatambua nini mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Kwa nini uko hapo ulipo? Umeitiwa nini? Nini kifanyike? Ndio maana ilifika mahali Yesu anaomba, sema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo lugha nyingine anamwambia Mungu wake, kile ulichokusudia kwa ajili yangu kitokee. Sasa maombi yanakupa uwepesi wa kutambua lengo, lakini kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Kwa hiyo yanafunua mpango uliofichika, ulioko katika ulimwengu wa roho. Unapewa neema ya kuelewa kwa nini uko hapo uliko.
Na mimi nataka nikwambie jioni ya leo, hauko hapo ulipo kwa bahati mbaya. Kuna mapenzi ya Mungu ya wewe kuwepo hapo uliko. Haupiti tu kwenye hayo unayoyapitia kwa sababu unapita. Unisikilize jioni ya leo, kuna kusudi la Baba kukuweka hapo. Hiyo vita haijaja tu kwa sababu imekuja. Hiyo vita imeambatana na mapenzi ya Mungu. Kuna jambo linakuja nyuma. Ndio maana umeona hilo jambo linakuja na kutia moyo. Usikimbie hiyo vita. Kuna kusudi la Baba juu ya hiyo vita ulionayo. Kuna mapenzi ya Baba juu ya hapo unakopitia. Kwa hiyo usikate tamaa. Muda sio mrefu utamuona Mungu aliye hai akibadilisha historia ya maisha yako, akibadilisha kumbukumbu la maisha yako hapa duniani. Nini? Mapenzi yake yatatimia. Na mimi nataka nikuambie jioni ya leo, shetani hawezi kuzuia, kuzimu haiwezi kuzuia, wanadamu hawawezi kuzuia. Alitakalo Baba litafanyika, alitakalo Baba litatendeka. Jipe moyo dada yangu, jipe moyo mama yangu, aliye hai anakuwazia yaliyo mema. Hauna sababu ya kukata tamaa, hauna sababu ya kufa moyo. Mapenzi ya Mungu yatatimia. Ukiona mtu anakukatisha tamaa, mwambie niko hapa nalisubiri kusudi la Bwana. Niko hapa na mngoja Bwana, na mngoja Mungu wangu kwenye hili, na mngoja Bwana. Acha wakucheke leo, lakini kusudi la Mungu haliko mbali na wewe, haliko mbali na familia yako, haliko mbali na kizazi chako. Vumilia tu, endelea kung'ang'ana. Saa inakuja ya kuheshimishwa na aliye hai. Saa inakuja ya kuziona baraka za Mungu aliye hai. Na mimi ninakutia moyo, endelea mbele katika jina la Yesu. Mungu akutie nguvu ya kuendelea mbele, kusudi lake litatimia. Hauna sababu ya kusema kwa sababu ya hii vita kuja niache tu wokovu. Mapenzi ya Mungu yatimizwe, yale ya Bwana yafanyike, na maombi yanafunua kuelewa nini Bwana amekusudia, nini kinakuja. Ndio maana amesema katika neno la waraka leo, anasema nasi twajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Mtuguse tu jirani yako, kama uko na jirani yako, mwambie umeitwa kwa kusudi la Bwana. Una sababu ya kukimbia? Kuna mpango wa Mungu wa wewe kuwepo ulipo. Kuna jambo Mungu hajamaliza na wewe. Na nasema hivi, haufi leo wala haufi kesho, wala nasema hivi, Mungu hajamaliza na wewe. Mpaka siku atakapomaliza na wewe ndipo utakapoondoka hapa duniani. Kwa hiyo mtu asikutie hofu yoyote. Akija mchawi kwako, mwambie hatujamaliza na Bwana. Tukimaliza na Bwana nitaondoka. Kama sijamaliza siondoki. Mungu akutie nguvu jioni ya leo. Mungu akuongezee viwango vingine jioni ya leo. Mungu akutoe uliko upande juu zaidi. Mungu ana jambo na wewe. Mungu hajamaliza na wewe. Kwa hiyo wacha kuogopa vita, wacha kuogopa changamoto. Kuna kusudi la Bwana linakuja. Uliitwa kwa kusudi. Hauko kengereka kwa bahati mbaya. Haujazaliwa kwenye familia yenu kwa bahati mbaya. Liko jambo la wewe kuwepo hapo uliko na kutia moyo jioni ya leo. Mungu ana kusudi na wewe mama yangu. Mungu ana jambo na wewe jioni ya leo, na atafanya na ataendelea kufanya. Jipe moyo, endelea mbele katika jina la Yesu. Kama unajua Mungu amekuweka hapo kwa makusudi yake, saidie kumpa Yesu makofi na vigelegele tena jioni ya leo. Waliokombolewa mpe Yesu makofi na vigelegele tena jioni ya leo. Na ninaomba Bwana alitimize shauri lake juu ya maisha yako, alichokusudia kitokee. Sasa umewahi kujiuliza? Umewahi kujiuliza kwa nini? Kwa nini uombe? Nini kinakuzuia kuomba? Umeshawahi kujiuliza? Je, umeshawahi kuona matokeo ya maombi? Kuna watu hawana hamu ya kuomba kabisa. Wewe muuliza, wiki hii uliomba mara ngapi?
hata haelewi. Na unajua, ngoja nikwambie, kizazi tulicho nacho kinataka sana kuombewa, hakitaki kulipa gharama ya kuomba. Sasa jiulize swali, ulishawahi kuona matokeo ya maombi? Au jiulize swali, nini kinakuzuia kuomba? Kwa nini wewe hauombi kabisa? Kwa nini ikifika saa ya kuomba, badala ya kuomba unalala? Kwa nini? Jiulize swali. Lakini unawezaje kuboresha maisha ya maombi? Unawezaje kuboresha maisha yako ya maombi? Kadri unavyoomba ndivyo unamkaribia Mungu. Kwa hiyo kuna vitu vinaachiliwa na kuna vitu vinatokea kukusaidia wewe. Maombi yanaleta kutambua baraka zilizoko mbele yako. Jiulize jioni ya leo, mara ngapi umeenda kwenye maombi? Je, unaomba au unataka kuombewa? Kuna maombi ya kuombewa na kuna maombi ya kuomba binafsi. Kuna vitu sio lazima uombewe, unaomba mwenyewe. Na mahali pengine Mungu anataka kusikia sauti yako, lakini jiulize swali, kwa nini hauombi kabisa? Unajua majira haya watu wengi wamechoka kwenye kuomba. Ile power ya kuomba, ile nguvu ya kuomba imetoka juu yao. Kwa nini kanisa badala ya kuomba limeegemea kwenye kuombewa? Kwa nini? Kwa nini kizazi hiki hakikuomba lakini kinataka kuombewa? Sasa nani kuombee? Nani akuombee? Na ndio maana kuna maeneo, kwa sababu unataka kuombewa, ukienda unalipa kiingilio. Kuna ambao wameka viingilio vya kuingia kwenye maombi. Si unataka kuombewa, kwa lazima ulipe. Na watu wanalipa maana wana shida na hawajui namna ya kujiombea binafsi. Wanafunzi wakamwambia Yesu, tufundishe sisi kuomba, kwa maana hatujui kuomba jinsi inavyopasa. Lakini Warumi 8:26 anasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kwa lugha isiyoweza kutamkika. Kuna saa lazima ufungue moyo wako, Roho Mtakatifu akuombee, aongoze maombi ndani yako. Ewe Roho wa mbinguni, uje kwetu sasa, ufanye kazi yako ndani ya kanisa, ndiwe umande na kwako tutaburudika, nchi kavu itakuwa ni yenye baraka. Ewe Roho wa mbinguni, uwe nasi. Mwili ufananishe na kichwa mbinguni. Kuna saa unaimba hizi nyimbo zinaleta upako wake ndani yako. Ewe Roho wa mbinguni, uwe nasi hapa chini.
Ili kuna saa unapita mahali hata kuomba inakataa kwa sababu ya vita, mambo magumu unayokutana nayo. Lakini ukimruhusu Roho Mtakatifu, alafu kaimba katika Roho, unasikia tena bubujiko, unasikia tena raha, unasikia tena furaha na unaendelea na safari. Nini nguvu ya maombi? Nilikuwa nasikia ushuhuda wa baba askofu mmoja. Alikuwa kwenye vita, tena vita ambavyo sio ya kawaida. Sasa akatumiwa askari waende kumchukua, na watu walikuwa wamekusanyana ili wampige kwa mawe. Askari wakashuka pale, alafu na yeye amewekwa katikati ya askari. Alafu akiwa katikati ya askari, Mungu akamwambia ondoka, hawatakuona. Ondoka katikati ya askari na hawatakuona. Maaskari wamemzingira yule baba. Akatoka katikati ya maaskari, katikati ya umati wa watu waliojiandaa kupiga, akatoka na akaondoka, akaenda barabarani, akapanda gari, akaenda nyumbani kwake. Sasa wanakuja kushtuka, baba askofu hayupo. Polisi wanamtafuta, hawamuoni baba askofu. Alitoka saa ngapi? Hakuna mtu anaelewa. Kumbe kuna saa Mungu anageuza upofu, watu wanapigwa, alafu hawatakuona wewe kabisa. Yaani nilimpenda yule baba hadi raha. Alikuwa naomba, huyu mzee sio mchezo. Yule mzee akaingia kwenye maombi hapo, sio mchezo. Hiyo nguvu iliyokuaje? Wewe unatoka katikati ya vyombo vya dola, tena askari, tena katikati ya watu wabaya, na unapita. Wewe unafikiri hiyo neema ilikuwa juu yake ya kawaida? Nilimpenda huyu mzee na ninampenda mpaka leo. Yaani unamfuatiliaga kweli kweli, nampenda maana ana vitu vya maana vinavyotia moyo na vinavyoimarisha na vinavyokufanya wewe uendelee kuomba. Ninaomba jioni ya leo upakwe mafuta zaidi ya kuomba katika jina la Yesu. Wanaokutafuta wasikuone wewe wala wasiione familia yako. Wanaokutafuta wasikuone wala wasione familia yako. Uwepo wa Bwana ukufunike. Wingu la Baba likufunike. Uweza wake ukufunike. Nguvu yake ya ajabu ikufunike, ikuinue viwango na viwango na viwango. Haleluya! Pe Yesu makofi na vigelegele. Kama unaamini anakufunika Yesu aliye hai, yempe tena makofi ya shangwe. Haleluya, haleluya. Mungu yuko pamoja na wewe, yuko pamoja na familia yako, usiogope. Haleluya, watu wa Mungu. Yaani kuna za mbingu zikikufunukia, lile wingu likakaa juu yako, shetani hakuoni, wachawi hawakuoni, wanakutafuta kwenye screen zao hawakuoni. Sema mbona li jamaa tulioni kabisa? Uwepo wa Bwana umemfunika. Na kuna mwimbaji ameimba, uwepo wako Bwana uwe na, uwepo wako Bwana uwe nasi. Ombi langu Bwana wa peke yako sitawe. Uwepo wako Bwana uwe na, uwepo wewe. Ninaomba jioni ya leo na wiki hii, uwepo wa Bwana uwe pamoja na wewe kwenye kazi zako na maeneo mbalimbali. Uwepo wa Bwana uwe pamoja na wewe, usiende mwenyewe. Ni maombi yangu Bwana aende pamoja na wewe. Ni maombi yangu Roho Mtakatifu aende pamoja na wewe, akufunike, akulinde, ili wanaokutafuta wewe wasikuone. Akufiche Baba katika uwepo wake, katika uweza wake, ndani ya nguvu zake. Umuone aliye hai akikutendea mambo ambayo sio ya kawaida. Pokea baraka hizo kwa imani katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ubarikiwe unapoingia, ubarikiwe
ubarikiwe unapotoka, ubarikiwe mjini, ubarikiwe mashambani, uwe juu na wala sio chini, uwe na viwango vya hali ya juu. Roho mwema akujaze uweza na mamlaka. Haleluya, haleluya. Uwepo wa Bwana uwe na wewe. Hakuna raha duniani kama nguvu za Mungu kukufunika. Yaani ukifunikwa na uwepo wa Bwana unalala raha. Adui hakuoni, wenye hila hawakuoni, wanaotaka kukuharibu hawakuoni, maana uwepo umekufunika. Naomba uwepo wa Mungu ufunike wateule walioko hapa jioni ya leo. Wewe uliyeko hapa, Mungu ana sababu na wewe. Uwepo wake ukufunike jioni ya leo. Nguvu zake zikufunike jioni ya leo. Uwepo wake ufunike watoto wako. Uwepo wake ufunike kizazi chako. Wiki hii watoto wanapoenda kwenye mitihani pia, uwepo wa Bwana ufunike watoto wetu, uwafanye wawe juu na wala sio chini. Pokea kwa imani hizo baraka katika jina la Yesu. Anayeamini aseme amen. Pe Yesu wangu makofi na vigelegele tena. Hayo makofi hayatoshi kwa watu ambao wamefunikwa na uwepo wa Bwana. Kengereka imefunikwa na uwepo wa Bwana. Tanzania tumefunikwa na uwepo wa Bwana. Hai tumefunikwa na uwepo wa Bwana. Kilimanjaro tumefunikwa na uwepo wa Bwana. Kama sio uwepo wa Bwana tusingekuwepo leo. Kama sio neema ya Bwana tusingekuwepo leo. Uweza wake umetufunika. Na ninaomba jioni hii ya leo uwepo wake na nguvu zake ziendelee kukufunika na kukufunika. Pokea hizo baraka katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kanisa sema amen. Simama kwa miguu yako.